Bwana Yesu mtakatifu wa Israeli, ambaye ni Simba wa Yuda, yule mkombozi wetu aliyetuokoa akatutoa mahali pabaya ambapo sisi wenyewe hatungejiweza kututoa ndani yake. Na ndiyo huyo mfalme ambaye alipenda akaokoa babu zetu wa kale akina Ibrahim, Isaka na Yakobo. Na ndiyo huyo Kristo ambaye alikuja, mwana wa kipekee, mtoto wa Mungu aliye hai, akaja kwetu kutukomboa, kwa sababu alipendezwa kuona watoto ambali aliumba kwa mfano wake wasiharibike. Ndipo akapendezwa kuona ya kwamba aje atuokoe. Namshukuru huyo wa mbinguni, rafiki wa kweli, ni mfalme ambaye aliokoa Daudi alipokuwa katika shida mbalimbali ambazo mtakatifu wa Mungu Samuel alikuwa amemwekea kutoka mbinguni. Zilikuwa ni shida kwa sababu Daudi hakutaka, lakini kwa sababu ya Mungu ni ya Mungu, Samuel Bwana akamtuma, kimbia katika hiyo nyumba ya Yese. Katika hiyo nyumba ya Yesu tafute mfalme wa Israeli ambaye ataongoza kundi langu jinsi roho yangu itakavyopendezwa. Kwa hivyo Daudi ikamletea shida, lakini kwa sababu alikuwa mjukuu wa Yuda, ambaye tunasema kwamba simba ya Yuda ananguruma. Kwa hivyo hiyo roho wa simba alikuwa ndani yake, hakukuwa anaogopa chochote. Daudi alikuwa shujaa, akapigana vita peke yake, na nyuma yake kulikuwa mfalme mtakatifu Yesu wa mbinguni, alikuwa nyuma yake akampigania. Na ndiyo huyo Kristo ambaye nawaambia, nimekimbia mbali, wacha niwasalimu katika salamu mzuri ambao huwa ninawaambia. Yesu mbinguni anapoisikia anasema kwamba watoto wangu wangali wananipenda, watoto wengi wangali wananikumbuka. Kwa hivyo Bwana Yesu asifiwe. Rafiki mtakatifu, ningali Bwana na kushukuru kwa sababu umetupea amani ndani ya mioyo zetu. Miili zetu zinachakaa miili zetu zinachakaa kwa sababu miaka yetu inaenda, lakini roho zetu Bwana zimesimama. Ndio sababu tunakushukuru. Wengi wetu Kristo lituokoa kama tungali watoto wachanga, tumezeeka. Wengi wetu Kristo ukaokoa wazazi wetu, tukazaliwa ndani ya injili yako hii ambayo ulitupea Kristo. Tumekomaa na tumeanza kuzeeka. Bwana tunakushukuru. Wengine Kristo ulitutoa uko nyuma, kwa nyumba za shetani, kwa mabaa, ukatutoa katika usherati Kristo. Wengine ukatutoa katika wanganga Bwana, waliokuwa wanatuibia ya kwamba wako na nguvu, ya kwamba wako na neema zetu, ya kwamba ndio wako na maisha yetu, kumbe ilikuwa ni uongo. Bwana tunakushukuru. Na Bwana tazama, ukaona ya kwamba sisi waliokuwa wanyonge Bwana, wale tunakuwa tunaitwa wajinga mbele za watu. Bwana nakushukuru. Kristo mwenye atanitenga na wewe sijui atatokea wapi. Kwa sababu Yesu tazama, tulichekelewa kwa mataifa Bwana. Wakatubandika majina, wakatuwekea majina ya uongo, wakatuita wajinga. Lakini Bwana ona, ulimwengu wote watetemeshwa na injili yako Bwana.
waliojiita wenye nguvu Bwana, saizi wanajiangalia, wanaogopa kwa sababu hawakujua mara 4. Hawakujua kuna yule ambaye Mungu atateua afanye kazi yako jinsi wewe mwenyewe utapendezwa Kristo. Mimi ndio sababu Bwana siwezi nikasahau kushukuru wewe kwa kuokoa baba yangu Elisha. Nitakushukuru kwa kumuokoa na kumpea hekima na kumpea neema yako Kristo, ili akusikie, akae chini ya miguu yako, anyenyekee, ajue ni kwa nini ulimuokoa, akafuata nyayo zako, akafuata maagizo yako Kristo. Ndio sababu Baba, mpaka siku leo tungali tunamkumbuka kwa kazi zake njema alizokutendea. Bwana, niseme nini machoni pako? Mimi huwa nashindwa niseme nini, kwa sababu Kristo ni wewe peke yako aliyekubali akageuza kilichokuwa kibaya kikawa kizuri. Kristo Bwana, ukakubali waliokuwa wanyonge Kristo, ukawapea nguvu, na sasa wamesimama. Bwana, ni wewe Kristo. Nitakushukuru Bwana, nitakushukuru napotoa ushuhuda huu mbele zako Kristo. Watakayeusikia uwe manufaa ndani ya mioyo zao, wafahamu ya kwamba kuna Mungu juu mbinguni, huyo ambaye alishuka ila tusaidie, atuokoe, atutoe katika dhambi zetu, atufanye tuwe wana katika nyumba ya baba yako. Ni wewe Kristo. Nitakushukuru Bwana wangu, nitakushukuru mfalme wa karibu. Ni wewe Kristo Bwana. Niseme nini mbele zako Yesu? Maadui wanaamka, lakini siku wanapoamka Kristo wanaanguka mwereka, kwa sababu yu pamoja nasi. Wewe yu nyuma yangu Bwana katika vita zangu zote. Ni wewe mfalme wangu Bwana. Nitakushukuru, nitakupa heshima mbele ya mataifa Bwana, mpaka watoto wangu wote watakusifu. Nyumba yangu yote Kristo itakusifu. Nitawafundisha kukumbuka wewe. Watakumbuka jinsi babu yao alikuwa na kusifu. Watakumbushwa jinsi ulitoa baba yao katika meno ya umbwa. Kwa sababu Bwana, mimi ni nani katika mataifa? Mimi ni nani Kristo? Mimi ni nani Kristo Bwana wangu? Unifanye nikae na wafalme, nami nizidi kuongea, ulimwengu usikie. Bwana, nitakushukuru. Umetenda mapenzi yako Bwana. Umeona kupita miaka 10 Kristo, ulimwengu kitunyemelea. Miaka 10 Kristo tukihangaika kwa sababu ya injili yako, kwa sababu ya kutaka kutupoteza Bwana. Lakini ulikubali Bwana wangu, ukakubali Kristo baba yangu, ukatuokoa, ukatupea kusimama, kustahimili, kuvumilia mateso yote Kristo. Ndio sababu Bwana, nitakubeba juu na sauti yangu, nitakubeba juu Kristo katika nyimba, nitakubeba juu Kristo katika mdomo wangu, nikuhubiria mataifa yote ya kujue, na wale ambao walikuwa wanajigamba wako na nguvu Kristo wakufahamu, ili nao Bwana ukipendwa warudishe chini, wafahamu wewe kwamba wewe ni Kristo. O Bwana, nakushukuru Bwana. Leo nimekuja niongee na ndugu zangu Bwana wangu, niwamulike machoni pako, niwaonyeshe furaha yako, niwaonyeshe ya kwamba wewe yu pamoja nawe, wewe yuko nyuma yao wale ambao wanakusikia. Ndio sababu Bwana nimekuja niwasomee kitabu cha rafiki wako Daudi.
yale maandiko aliyoandika katika kitabu chake Zaburi 46 kuanzia mstari wa kwanza. Tusikie huyo rafiki alipokuwa katika vita alisema nini. Kwa sababu Yesu, mimi nafuata wale waliotutangulia. Babu zetu hao walipokaa na wewe Kristo, uliwaonyesha njia, nasi ndio hiyo njia ambayo tunatafuta. Kwa sababu wale ambao tulikuwa tunaamini Kristo, umeona jinsi wamejifanya kama Sauli. Wale ambao Kristo tulikuwa tumeamini ya kwamba ndio hao watakao tupeleka kwako Kristo, wanatupeleka katika manyumba zao, wanatuelekeza Kristo katika nyumba zao, wanatuelekeza Kristo katika biashara zao. Badala ya kutupeleka katika nyumba yako ya mbinguni, ufalme wako mtakatifu, wanatupeleka katika nyumba zao. Ndio Bwana ukasema ya kwamba nyinyi, amka mtoto wangu, amka, ambia ndugu zako, waambie ukweli, wasimame, watazame msalaba ambayo Bwana walifilia kwa ajili ya dhambi zao. Wasitazame mtu. Kwa sababu Yesu waniona mimi naja machoni pako nikikuomba nguvu. Bwana nisaidie. Nipo mtumishi wako Daudi alipokuwa ameona yale ambayo ulikuwa umemtendea, akaandika haya kwa kushukuru kwa kushukuru wewe. Na mimi ndio huyu nimekuja, Bwana wangu, nikushukuru. Bwana wangu, nimekuja Kristo nikushukuru kwa sababu ya ukweli wako. Nikushukuru kwa sababu ya upendo ulionipenda Bwana. Ukapenda ndugu zangu niliozaliwa nao, wakatoa katika giza ambao walikuwa wamejificha ndani yao. Shetani alikuwa amewavamia, ameonyesha mambo mengine ambayo sio yako Kristo, lakini Bwana ndio hao umewafumbua macho, wakatazamia wewe. Bwana nashukuru. Nashukuru Bwana. Hasa ndiona kanisa lako pia Kristo wameanza kufumbuka macho. Bwana nikwambie nini? Endelea. Jinsi nilivyokuomba Bwana, uzidi kufumbua macho ya wengine, ufumbue macho yao yote. Kwa sababu mimi niliongea Bwana, nikataja, nikaongea, lakini watu hawakusikia kwa sababu walifikia mimi ni mwenda wazimu. Lakini Bwana tazama leo wanayaona macho yao, wanashuhudia. Kwa sababu wale ambao walikuwa wamejisegemea kwao, umeona Bwana jinsi wanapenda hadharani kwa watu kuhubiri Injili, wanafukuzwa kwa sababu tabia zao zimeonekana hata kwa mataifa. Wale ambao walikuwa wanajigamba wako na nguvu Bwana, ulimwengu naona kama mafi, kwa sababu walitoka katika Injili yako, wakabuni njia zao, wakatoka katika maagizo yako, jinsi Sauli alitoka katika maagizo yako. Bwana, nakumbuka Sauli alianza kujiuliza, Bwana nifanye nini kurudie? Nifanye nini Yesu nami nionekane kwamba nimekurudia? Lakini haikuwezekana. Ndipo nakumbuka mtumishi wako mmoja mtumishi wako Samueli akabembelezwa ya kwamba, mtumishi wa Mungu, nisaidie, uniombee mbele za Mungu kwa sababu anakusikia. Akipenda anisaidie nami iwezekane nimepata radhi. Nipata radhi ndani yake nami nirudi. Samueli akamwambia, sijasikia sauti tena ikisema kwamba amekusamehe. Sauli alilia machozi alipoona imekataa. Alifanya nini? Ndipo akataka kumuua Samueli. Akataka kumuua Samueli, lakini hakuweza. Vita ziliendelea mpaka ikafika wakati Sauli akachukua masikari wake, akawapeleka. Jeshi lake likaenda katika nyumba ya Mungu, mahali ambapo walikuwa wanaombea.
waende waue makuhani wote, kwa sababu alikuwa ameficha Daudi hapo, wakawaua wote. Lakini Daudi kwa sababu alikuwa ametoroka hapa ameenda, hawakumpata. Ndipo Sauli alipokuwa hapo akatoroka, lakini alikuwa ametumia nguvu nyingi kwa sababu ya kuomba na kulia. Alikuwa amefunga na kuomba akilia mtumishi wa Mungu Daudi ila sijakauawa. Ndipo mwili ulikuwa umechoka, Samuel akapumzika akaenda. Lakini Daudi kwa sababu alikuwa ni agano la Kristo ya kwamba atasimama aongoze nyumba ya Kristo, aongoze nyumba ya Yuda, aongoze nyumba ya Israeli, ikawa hivyo mpaka siku ya leo tunasema ya kwamba simba ya Yuda. Na ndiyo Bwana huyu ambaye ninawaambia siku ya leo ya kwamba mumsikie, murudi. Ndipo rafiki wa Mungu katika kitabu cha Zaburi 46 kuanzia mstari wa 1 akasema hivi: Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Ni huyo Bwana ambaye nawaambia nguvu zake, msaada wake waonekana katika siku ya mateso. Nimeona tumeteseka miaka mingi, tumelia miaka mingi. Bwana tusaidie, Bwana tuokoe. Tumeshinda tupitie wapi? Usherati tumetuvamia katika nyumba yako Bwana. Chuki ndiyo hiyo, wametufundisha kuchukiana badala ya kupendana. Wametufundisha kuchukia nyumba fulani, wametufundisha kuchukia mtu fulani. Bwana, tunaenda wapi? Bwana anasema hivi: Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu, na tena ndiyo msaada huyo wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa, ijapo badilika nchi, ijapo tetemeka milima moyoni mwa bahari. Yani hata milima ikipelekwa ndani ya bahari hatutaogopa. Ndio sababu mimi nikawaambia, mpaka mmoja kati yenu akashuhudia eti Daniel aliwaambia lazima atasimama mpaka iwe nini. Hakuwadanganya, ni ukweli. Nitasimama hata nyumba yangu inichukie, hata yule ambaye nilala naye katika kitanda moja akatae, nitasimama katika ukweli wa Kristo, kwa sababu najua ya kwamba nasimamia ukweli. Hata ulimwengu badilike, nchi tetemeke, ijapo milima itabebwa ipelekwe mahali pengine mimi nitasimama kwa sababu nilijua aliyeniokoa ni nani. Nikafundishwa vizuri tangu utotoni mwangu ya kwamba hakuna Mungu mwingine isipokuwa Yesu wa mbinguni. Hakuna mfalme mwingine isipokuwa yule ambaye alituokoa sisi akaokoa nyinyi. Lakini sasa mmejibunia Mungu mwingine, mmepata Mungu mwingine, mkae na huyo. Mimi nitakaa na Yesu wa mbinguni. Maji yake yajapovuma na kuumuka ijapo pepesuka milima kwa kiburi chake. Kuna mto, vijito vyake vyafurahishwa mji wa Mungu, patakatifu pa maskini zake aliye juu. Msikie, vito vyake, vijito vyake vyaufurahisha mji wa Mungu. Kwa sababu niliwaambia, nisikia wengine wakisema mji wa Mungu utakuwa kama Shiro. La, haitawezekana. Niliwaambia Bwana alitaka ya kwamba yale ambayo Elisha hakumaliza niyamalize, na nikiyamaliza kanisa isimame kwa amani milele na milele. Kwa njia gani hata mimi sijui, kwa njia gani hata mimi sijui, lakini yeye mwenyewe aliyenipeleka anajua. Ndio sababu anaitwa Mungu wa mbinguni. Vile atafanya kazi yake mimi sijui, sababu mimi ni mwanadamu kama nyinyi, lakini yeye aliyesema anajua. Ndio sababu nawaambia huyo, wakati wa mateso mimi humulilia,
Wakati wa shida mimi humwambia Bwana, pigana nao, Bwana teta nao, usiwaache waende bure. Kristo, teta nao, usiwaachie amani. Wanapokuwa kwa umati wakiongea, Bwana waaibishe. Wanapokuwa kwa mazishi, Kristo, usiwaache wanene uchafu, Bwana watetemeshe. Wanapokuwa kwa masinagogi wakiongea, onyesha kwamba wewe ni Mungu, waaibike mbele ya mataifa, waone ya kwamba washakuacha. Kwa kuwa Bwana, nimejaribu kuongea nao kama ndugu yao, nikajaribu kuongea nao kama mdogo wao, walikataa kusikia. Na Bwana, nikakuachia hao upigane nao. Lakini ukasema ya kwamba patakatifu pa masikini wako aliye juu utatetea mahali hapo. Mungu yu katikati yake. Hautatemeshwa. Mungu atasaidia usubuhi na mapema. Kwa kifumbira inamaanisha hivi: mugicucu hagati mu museke alikuza kudutabara. Yani kumaanisha kwamba usiku wa manane ndiyo huyo wa mbinguni atakuja kuokoa kanisa lake. Msikufe moyo, msiogope. Ninapowaambia usijikalishe nyumbani ya kwamba utaenda kanisani kuomba kwa sababu wanakuchukia. Ala, enda katika nyumba ya Mungu, piga magoti. Wakuangalia na macho mabaya, wakunendee mabaya, wakutukane, lakini wewe enda katika nyumba hiyo, kwa sababu sio nyumba yao, ni nyumba ya Kristo Bwana aliyekuokoa. Piga magoti hapo, shukuru, omba, mwambie Bwana, mimi ndio huyu masikini wako, nimekuja hapa. Sikia vile anasema Bwana, nampenda. Rafiki anasema hivi ya kwamba Mungu yu katikati yake, hautatemeshwa. Mungu atausaidia usubuhi na mapema. Katika siku wa manane huo atakuja kusaidia. Kwa sababu wewe ni nani? Wewe unaishi katika patakatifu pa masikini zake aliye hai. Na masikini wa Mungu Kristo, masikini wa Mungu Elisha, mahali ambapo alikanyaga mguu wake, hapo ni pale pa Kristo. Msiogope kwenda hapo, mpige magoti, mumulilie, muombe, na waambia kwamba Kristo yuko njiani kuwasaidia. Najua shetani analeta mambo mengi, analeta mbinu nyingi, njia nyingi za kuwapotosha, lakini msimame ndani ya huyo aliyewaokoa. Mpige magoti hapo, muombe, mkijua kwamba mahali ambapo mtakatifu alisimama akaombea hapo, Yesu yu hapo, anawasikia. Muna bahati. Wengine mtumishi wa Mungu alisoma katika manyumba zenu. Piga magoti hapo, mulilie, Bwana atasikia. Kwa sababu nini? Mahali ambapo miguu ya mtakatifu ilienda, lazima Bwana alibaki hapo, akabaki, akaacha hapo baraka za Mungu. Kwa hivyo mtafute Kristo wa mbinguni, atakuwa na nyinyi. Bwana. Mstari wa 6, mataifa yalighadhibika, wafalme zikataharuku. Alitoa sauti yake, nchi ikayeyuka. Alileta ghadhabu katika mataifa, wafalme wakataharika. Na alipotoa sauti yake, nchi zikayeyuka kwa sababu ya kutokumsikia. Wengine walikufa. Ndio sababu mimi huwa naambia kila siku ya kwamba msikia sauti ambayo ninawaambia, sio neno langu, ni Mungu Bwana wenu aliyewaokoa, ni Kristo. Lakini shetani aliwaambia kwamba mnaposikia huyu, mtapotea. Na hakika mnapokataa mtapotea. Nawaambia yale ambayo niliwaambia kitambo, mnayaona ama hamuyaoni? Niliyowafundisha miaka huko nyuma, wakati wa sasa mnayaona ama hamuyaoni? Mnapoona
Washerati wanazuka katika nyumba ya Mungu, wanafanya usherati free, wako sawa. Na mko tu mmesimama mnaangalia na macho yenu. Mnaonaje? Hiyo ni nyumba ya Mungu kweli? Alisema, alipotoa sauti yake, nchi kayeyuka, na ndivyo mtakayoyeyuka nyinyi, sababu mlikataa kusikia. Ya Bwana nawaletea vita katika manyumba zenu, katika nchi zenu. Lakini katika kuyeyuka katika nchi hizo ambazo nimesema, anaposema na nchi iyeyuke, lazima kutabakia wale wachache ambao Kristo atawafanya. Na waambia kwa kifumbira kwamba nasema nta rwama za batabazi, wachache ambao watakaobakia watasimama katika injili yake na kunena neno lake takatifu na kumshuhudia kwa mataifa. Lakini anasema hivi, Bwana wa majeshi yu pamoja nasi. Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Sisi ambao tunaonewa, nyinyi ambao mnaona ya kwamba mnapofika kanisani wanasema nyinyi ni wapelelezi, msiogope. Mkae tu katika nyumba ya Mungu. Msiogope, kwa sababu Bwana anasema hivi, Bwana wa majeshi yu pamoja nasi. Mungu wa Yakobo ni ngome yetu, hawatawafanya kitu. Nasema nikiwa mtumishi wa Mungu, yule ambaye ataleta mkono wape kuwagusa atayeyuka. Nimesema kama mtumishi wa Mungu, musimame katika nyumba ya Mungu kutokuogopa. Mwicare munzu y'Imana ntabwo bamufite muzi yuko uzaza kubakoza umutwe w'intoki ukuboko kuzahina marara. Nimesema ndabivuze nk'umugaragu w'Imana, muje munzu y'Imana musenge, he kugira ukoza umutwe w'intoki uzawuzana wese ukuboko kuzasubira inyuma kuzabura. No muzi ngo ndikubesha, hagira umugaragu w'Imana umubikora, hagira umukristo umwe uje gufata kuboko ku mugenzi we areke kuboko kuzahagarara. Ndikubabwiza ukuri imbere za Kristo, mugende mufatishe umuntu kuboko ngo kumuru kumutsindika atoke yaende, mureke uko kuboko kuzahagarara, asema Bwana wa majeshi, ambaye ndio huyo nawaambia siku ya leo. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi. Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Njooni muyatazame matendo ya Bwana, jinsi alivyofanya ukiwa katika nchi. Mwaka jana niliwaambia nyumba zenu zitakuwa ukiwa, asema Bwana. Na nikawaambia hivi, katika nyumba za viongozi, nyumba zenu zitakuwa ukiwa. Mkitaka kujua haya, mngojee mtaona, asema Bwana majeshi. Avikomesha vita hata mwisho wa dunia, avunja uta, akata mkuki, achoma moto magari. Mwajiona mko na nguvu, lakini yeye atavunja magari, atavunja manyumba zenu, atavunja biashara zenu, zitayeyuka, asema Bwana wa majeshi. Kwa sababu mlimkataa kumsikia, mkaanza kubuni njia zenu, mkataa kumsifu, mkaanza kusifu miungu mwingine ambazo hatukufundishwa. Na Bwana anasema hivi, shida katika manyumba zenu hazitakosa kuwa. Viongozi, wahubiri ambao mnafundisha kinyume cha Mungu, nyumba zenu zinaenda kuwa ukiwa. Nawaambia ukweli mbele za Kristo aliyeniumba. Mambo ambayo nasema siku ya leo, muambie ni mwaka 2026. Jana inasema siku ya leo, muyakumbuke, mutaniambia. Kwa sababu mmekataa kumsikia Bwana wenu. Kwa hivyo Bwana analeta vita katika manyumba zenu. Tusikie. Acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Acheni ujinga wenu, mjue kwamba Kristo ni Mungu wenu aliyewaokoa. Nitakuzwa katika mataifa. Bwana atakuzwa katika mataifa. Nitakuzwa katika nchi.
lakini atakuzwa katika mataifa na nchi kama nyinyi mumeenda. Wacha nirudie hapo. Mtakapotoweka atatukuzwa katika nchi na mataifa. Lakini kama nyinyi mungari mumesimama, angara naibika kujionekania mbele zenu, kwa sababu mumefanya nyumba kikawa ni aibu mbele ya mataifa. Wanapoangalia mkisimama katika mataifa mkiongea na madharau, Bwana anasikia vibaya. Kwa hivyo anaenda kuwatoa nyinyi wote, na atakapowamaliza anasema hivi: atakuzwa katika mataifa na atakuzwa katika nchi. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi sisi wanaompenda, wanaonyenyekea chini ya miguu yake. Anaitwa Mungu wa Yakobo, na tena ni ngome yetu. Ninawaomba mnaposikia haya, watumishi wa Mungu, murudi chini. Mahubiri yenu merekeze kwa Mungu. Mahubiri yenu merekeze kwa Yesu. Lakini mnapokataa, nawaambia siku za mbele hivi, siku za mbele karibu tu hivi, mwenda kuona wahubiri wakianza kuyeyuka jinsi Bwana amesema siku ya leo. Sina mengi, namalizia hapo. Baba mfalme, Rabi, rafiki wa baba yangu, na kushukuru Bwana ulikubali ukaitwa Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu aishiye milele, na wewe ndiyo huyo Kristo. Tazama, ukaitwa Mungu wa walio hai, kwa sababu Ibrahimu yuko hai, Isaka yuko hai, Musa yuko hai, Petro yuko hai. Kwa sababu wako mbinguni kwako, wanaishi milele, ndio sababu wanaitwa. Wengine wanaitwa vizima vilivyo hai. Ndio sababu nakuomba Kristo wa mbinguni, rafiki, utusaidie, utupe nguvu zako Bwana, utupe rehema zako Kristo, utuokoe katika majaribu ya shetani. Usikubali shetani asimame katika nyumba zako, roho zako. Bwana, wewe ni Mungu aliye hai. Najua Bwana Elisha yu hai machoni pako, ndio sababu kila siku Bwana wangu wanitegemesha yaliyo ndani ya moyo wake, yaliyo ndani ya moyo wako kuja kwangu Bwana Yesu. Atakayenitoa kwako mfalme, sitakubali, kwa sababu umekubali kuwa kingo na ngome ya maisha yangu. Nilipotafuta usaidizi kwa mtu yote Bwana, walinikimbia. Nilipotafuta usaidizi kwa rafiki ya baba yangu, nilichopata ni nini? Nilipata aibu tupu. Nilipata kunenewa mabaya Kristo. Nilipata kudhihakiwa, nikapata kunenewa mabaya. Lakini nilipokuja mbele zako nikasema, Yesu, nifanye nini? Nimekosa mbele na nyuma. Nimwendee nani pasipo wewe? Nimwendee nani pasipo Kristo? Bwana ulikuja ukawajibu langu ya kwamba simama. Jinsi babaka alikuambia simama, nitakuwa nyuma yako. Bwana, nakumbuka. Mfalme, tembea nami katika vita zangu, tembea nami katika safari yangu, tembea nami. Tembea na wale pia ambao walikupenda wakakubali kusikia wewe. Bwana, tembea na rafiki, tembea na mtoto wa rafiki yako, tembea na mjukuu wa Daudi, tembea na mjukuu wa Yuda, tembea na mjukuu wa Ibrahimu rafiki yako. Bwana, usituache, kwa sababu tulipendezwa na wewe. Ulipokuja kutuokoa, tukapendezwa na neno lako. Ulipokuja mfalme kutuponya kutoka katika shetani, Bwana, tuliponywa. Tunakushukuru rafiki.
Tembelea watoto wako wote mahali popote walipo. Badilisha walio wako pia. Ingawaje hasira yako ni mingi Kristo, Bwana, rudisha hasira yako. Watoto wako waangalie na macho yako ya huruma, kwa sababu walipotezwa Kristo. Waliambiwa kwamba usherati haina shida, wakaambia kwamba kuchukia haina shida, bora wanatoa sadaka. Bwana, sio hivyo. Mimi najua kwamba sadaka yako kuu ni moyo wa mwanadamu. Kwa hivyo Bwana, rudisha roho zao kwa mikono yako. Nitakushukuru, nitakuimbia, nitakupa sifa, nitakupa maisha yangu jinsi nilivyokupa maisha yangu Kristo na nyumba yangu, ya kwamba uongoze. Baba, naona sijui nikasema nini mbele zako Kristo, lakini mengi wewe mwenyewe usaidie. Naomba nikiamini katika Yesu mkombozi wetu mwema. Amen.